yote. Ili tunasomewa from 1 to 12. Joshua 13 verse 1 to 12. Yoshua mwana wa Nuni akawatuma watu wawili kutoka Shitimu kwa siri ili kupeleleza. Akawaambia, enendeni mkaitazame nchi hii na Yeriko. Yoshua mwana wa Nuni akawatuma watu wawili kutoka Shitimu kwa siri ili kupeleleza. Akawaambia, enendeni mkaitazame nchi hii na Yeriko. Wakaenda wakafika nyumbani kwa baba mmoja, jina lake aliitwa Rahabu, wakalala huko. Mfalme wa Yeriko akaambiwa kusema, tazama, watu wawili wa wana wa Israeli wameingia humu leo usiku ili kuipeleleza nchi. Mfalme wa Yeriko akatuma watu kwa Rahabu, akasema, watoe watu wale waliokuja kwako, walioingia ndani ya nyumba yako, maana wamekuja ili kuipeleleza nchi. Yule mwanamke akawatwaa wale watu wawili, akawaficha, akasema, naam, wale watu wawili walikuja kwangu, lakini sikujua walikotoka. Ikawa kama wakati wa kufungua lango la mji, kulipokuwa giza, watu wale wakatoka, wala sijui walikokwenda. Watafuteni upesi, maana mtawapata. Lakini yeye alikuwa amewapandisha ndarini, akawaficha kwa mabua ya kitani yaliyokuwa yametandika juu ya dari. Basi hao watu wakawatafuta kwa njia iendayo ndani mpaka vivungoni, na mara wale watu waliowafuatia walipokwisha kutoka, wakalifunga lango tena kabla hawajalala, wakaendea juu darini. Akawaambia wale wanaume, mimi najua ya kuwa Bwana amewapa ninyi nchi hii, na ya kuwa hofu imewaangukia yenu, na ya kuwa wenyeji wote wa nchi wanayayuka mbele yenu. Maana tumesikia jinsi Bwana alivyowaangusha maji, alivyoyakausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu hapo mlipotoka Misri. Tena mambo haya mliyowatendea wafalme wawili wa Amori waliokuwa huko ng'ambo ya Yordani, yaani Sihoni na Ogu, yaliyoangamizwa kabisa. Na mara tu tuliposikia hayo, mioyo yetu iliyayuka, wala haukusalia ujasiri wowote katika mji awaye yote kwa sababu yenu, kwa kuwa Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini. Basi sasa nawasihi, niombeeni kwa Bwana, kwa kuwa nimewatendea ihsani, ya kwamba ninyi nanyi mtanitendea ihsani nyumba ya baba yangu, tena nipeni alama ya uaminifu, ya kuwa mtawaponya hai baba yangu na mama yangu na ndugu zangu waume na wanawake na vitu vyote walivyo navyo, na kutokoa roho zetu na kufa. This chapter, Joshua anawatuma apeleleze isi wanaitwa Sifimu. Remember, in Numbers, katika kitabu cha Numbers
the land of Canaan. Wanaitwa Simeon. And that time, Moses sent 12 of them, each representing a tribe. And at that time, wawili walirudisha ripoti nzuri. Wanaitwa Simeon. That's why Joshua anatumana tena. But this time, atumani watu wanaitwa Simeon. It was sacred. Wanaitwa Simeon. Na sisi ni vizuri tujue, si mambo yote ambayo huandikwa. Wanaitwa Simeon. Kwa sababu wakati Musa aliandika the spies wakaenda, the report that they wrote was negative. Wanaitwa Simeon. And that negative report brought judgment to children of Israel. Wanaitwa Simeon. Judgment, God declared a judgment unto them. How do you know Tika Joshua na Caleb utili mundu wa miaka 20 kwa baba akaingia Kana. Wanaitwa Simeon. It was judgment was declared there. That's why this time Joshua akiwa na that knowledge anatumana only to spy to go to the city. Now, to the city of Jericho, where walikuwa na information about the children of Israel. Mahali pale, wakati the spies wanaingia, information inafika to the king. Wanaitwa Simeon. Ikifika kwenye king, ndiposa anatumana wale wana wa the spies, kwa sababu walienda direct katika nyumba ya Rahab. Wanaitwa Simeon. So they had already gathered some information. There is a prostitute somewhere. Wanaitwa Simeon. And Joshua needed information about the city for the upcoming battle. Wanaitwa Simeon. And in those days, there were 4 or 5 categories of soldiers or fighters ambao hadi sasa katika kanisa tunastahili kukuwa nao. Wanaitwa Simeon. The first group, ama the category, they are called the watchers. The watchers. These are long-range who enemies from the front and raise arrow. Wanaitwa Simeon. Maikara iguru wa roho ni ene mona akora iguru. Kana miti ya agiduru. Watu katika jeshi, hata ukipita katika aneti bana, ukiangalia kuna ambao wanakaa juu. Wanaitwa Simeon. Ukirora yale kwenye ugonga na hadi hiyo. Kau ushia emo ndo hawa hayo. Bila wao usabi kwa. Hadi kalete ni amana toko. Wanaitwa Simeon. And even in unaanza kuna ndege imeingia katika anga ya Kenya bila jeshi kujua. Wanaitwa Simeon. They hadi anakuwa kwanza. Wakiona kuna ndege hata kabla haijaingia ikiwa nje wanaona inataka kuingia. Wanaitwa Simeon. And whenever kama mwenye anaangalia akiona he or she must lay an arrow. Wanaitwa Simeon. Akikosa ndani ya watu itakuwa katika mkono wake. Wanaitwa Simeon. The second category, they are called the gatekeepers. The gatekeepers. These are responsible for the movement
Wanaitwa sifiwe. These people, when the watchers wanaraise up, the gatekeepers wanafunga milango. Wanaitwa sifiwe. If anything imeingia wanafunga. Ama wanaona kuna kitu itaingia wanafunga. And this one is so during the COVID-19 time. Wanaitwa sifiwe. Situational. Airport zikafungwa, ports zikafungwa, entry points zote zikafungwa. Wanaitwa sifiwe. These people must be there at the church. Katika kanisa. Ni ama controller, makameni. Hendi dumiko. Mirror by the water, wanafunga. They pray, wakifunga hiyo kitu zidiko. Wanaitwa sifiwe. And the watchers, sometimes they are called the seers or the prophets. Wanaitwa sifiwe. The third category wanaitwa the warriors ama the arrowmen. Si warriors, wanaitwa the arrowmen. Wanaitwa sifiwe. Hawa hukaa katika kuta juu. Niliamona enemies wanakuja. Kazi yao kuvuta mishale. Wanaitwa sifiwe. Nani ambaye amesha anaingia? So that the enemies wasifike katika kuta ama milango. Wanaitwa sifiwe. Haya ni kuingia mishale. So that they can throw the enemy. Maneno kikorai. Wanaitwa sifiwe. So that they can take the victory from the farm. Unaitwa sifiwe. Na hawa wanafanya kazi ngumu sana. So even the enemy knows they are there. Unaitwa sifiwe. Katika military wanaitwa snipers. Unaitwa sifiwe. They saw the enemy. Ama anaangalia nani anaongoza. The enemy wanamdoka. Unaitwa sifiwe. The fourth category wanaitwa warriors ama soldiers. Whenever wakajua tena wamekaribia sana, gate hufunguliwa kidogo. Wanaitwa sifiwe. Remember, I told you about the gates. Situsoma most gates. And we saw vita hupiganiwa katika gate and victories are taken at the gate. Wanaitwa sifiwe. Hawa tena wameshinda enemies from the farm. Ama wale watu wao wenye wakojudo the arrow men wameshindwa au hufunguliwa. Milango hufunguliwa kidogo. Wanaitwa sifiwe. So that these good soldiers can go and encounter with the angels. Wanaitwa sifiwe. Arrow ni wametoa nikohora combat. Swords, spear zinatoka sasa. Wanaitwa sifiwe. The fifth category in their worship, they are called the chariots. Here, the king and the commanders, service commanders, wanaingia katika vita. Wanaitwa sifiwe. Wherever you see the chariots, unajua ya kwamba the last line of defense. Hakuna kitu kingine. Wanaitwa sifiwe. Kutile kitu kingine. That's why Elijah na Elisha ni wanakizi. Kwa sababu kisoma walikuwa wanaitisha moto kutoka juu. And chariots carry fires. Wanaitwa sifiwe. Because unaendelea mambo kwa hiyo by the
Mungu aliachilia ende. Mungu aliachilia ende. Unaitwa siku. Alituma akamwambia enenda kumwagilia Elisha mafuta kwa niaba yake. Unaitwa siku. In our day today, we are katika hizi category. Unaitwa siku. Toko utile eternity important. Unaitwa siku. Because the word just was for raise Adam. The challenge among the other categories, hakuna mwenye ataweza defend it. Unaitwa siku. And the church is being attacked at this point. The watchers. Unaitwa siku. The watchers ambao wamelala sana, they are the watchers, the gatekeepers, and the army. Unaitwa siku. Wamelala kabisa. That's why you see church is being attacked. Right, left and center, from every angle, it is being attacked. Inabidi the last line of defense is okay. Unaitwa siku. Inatoka. Kwa sababu wenye walikuwa waone kitambo and wakuwe na information nini inakuja. Unaitwa siku. Mimi wanaona si kwamba sana. Mimi wanaona ni kama unaitwa siku. Ndio kuhudhuria ndio na kuga. Ni kama they are not important. Unaitwa siku. And whenever the charges zimetoka, whenever the king ameshikwa ameuawa, the battle is on. Unaitwa siku. The battle is on. And everything within the shadow. Whenever the king is captured, whenever the king is king, remember when the king is king, the service commanders, commanders wake wote, they either wanauliwa ama wanajiua. Unaitwa siku. Wao wanapelekwa mateka. Either king akishikwa mateka, ndio walikuwa wanashikwa mateka pia wao. But whenever the king is king, hata wanaona nini? Unaitwa siku. Na sisi lazima tuwe waangalifu sana. Joshua, when you alituma those spies, so that they can have information, wajua naenda kukumbana na nini. Unaitwa siku. That's why even Moses sent spies. That is in the book of Numbers 13. Unaitwa siku. Nilikuwa ametuma kwa sababu tunasema information is power. Unaitwa siku. Then kutoka kwa spies tunaingia katika Rahab. Rahab was a prostitute. Unaitwa siku. Leo ukifikia kwa nini hawa wapelelezi walienda katika ile nyumba a prostitute? Nani anajua? Nani kuka ngezi? Nani anaweza ngezi kwa nini wapelelezi wawili walienda katika ile nyumba? Anyone? Walikuwa wameenda katika ile nyumba kwa sababu wangepata information yenye alikuwa they require watapata, lakini hawa hawatakuwa masomo.
katika ukodo wanaitwa siku hana wewe akawa wana information yake ya kile mwana kile wanaitwa siku huwa anasaidia sana katika uongozi because you can be unaweza pangiwa na ukile mundu alafu wanaitwa siku iki hatika wao kama wana mundu wanapo information Ibezo si mzuri sana. Wewe akipe information, wewe unajua nini utafanya wakati uingia. Wanaitwa siku. Ndiposa walienda katika ile nyumba. Because it was a place, it was a good place to get information without being questioned in return. Wanaitwa siku. The second thing, God does not always use good people. Wanaitwa siku. So, do not judge people for whatever reason. Wanaitwa siku. Because if these people, sikuwa na watu wazuri katika ile wanaitwa siku. But these people hawakwenda huko. Wanaitwa siku. Mali ile kwa kutumia ushauri mwana. Magetiye kwa na mageturo. Wanaitwa siku. Kwa sababu si wale aliwaficha. Sio aliwajua na akawaficha. Wanaitwa siku. So God does not always use good people. So do not judge anyone for whatever reason. No matter the situation, no matter anafanya nini, wanaitwa siku. Kwa sababu katika from that we got the lineage of Jesus. Wanaitwa siku. Si tunasoma in the book of Matthew. Wanaitwa siku. Ukisoma pale ndio kaigwa raha. Wanaitwa siku. Why? Because roho yake ya raha it was aligned with God. Wanaitwa siku. God alikuwa na purpose ya kutumia huyu mwanamke. Kwa sababu even the king alikuwa anajua dunia tu maneno. Yale kimana huko. So that woman ambaye yule mwanamke alikuwa na information yote. Yeah, from the king, from the palace to the lowest level. Wanaitwa siku. The other reason why these people went to Rahab's house, it was next to the wall and it was easy for them to escape in case of danger. Wanaitwa siku. Kuingia doki, wale doki. Demon ado akuingia na makioni hao. Wanaitwa siku. The other reason is God who directed these spies to Rahab, to the house of Rahab, because he was instrumental to their victory and to the victory of the world. Wanaitwa siku. Kwa sababu through her lineage tunapata Christ. Wanaitwa siku. So Mungu haangalii the situation that you are. Wanaitwa siku. Naona if he decides to use you, atakutumia. Kama tunai maneno wakihubiri. Siwa anahubiri. Mkutegea nini? Nega ya auto. Mfode. Maybe to party to someone. Wanaitwa siku.
moja anyway. Temwea te msitikuweka yeye mwono ya gaeka no. Sibi bidii inasema do not judge others so that so tukatikana na tukaga kamera ni ewe na kaiwa tutini ilikuwa wanaambiana na Mungu bali baki basi anaitwa siku. The other day we saw that passage in tumesoma is about the oaths. And this one we saw the we saw tumesoma about the oaths, covenant, the vows, whatever significant. And Laha made this spy to swear by their God. It was significant. Amen. Then also swear by your God that you will not destroy me and my house. It was significant. And katika endelea mwaka kuoya. Remember, ukisoma pale Yesu, Laha anakuambia tunajua ya kwamba Mungu amewapa hii nchi. Wanaitwa sifa. She confessed to them. Tunajua ya kwamba that's why tunaona tunatetemeka. Hata mfalme anatetemeka. Kwa sababu tumeona na tumesikia what you have done to the two kings, the two Amorite kings. Wanaitwa sifa. Joshua destroyed them. Wanaitwa sifa. Joshua destroyed them. That's why na tunajua ya kwamba Mungu amewapa nchi. It takes mtu mmoja kuwa na imani for something to happen. Wanaitwa sifa. Kwa sababu kama hawa wapelelezi wangepata that information, wangerudisha. Do you think ripoti nzuri sana? Wangerudisha. Wanaitwa sifa. Wangerudisha. Wangeadili majito mapigia shukini. That's why God used them, so that He can encourage them. He can also give that information, that crucial information to Joshua. Again, I can't get out of that Joshua here. But let us see. And we saw, they swear to her, but they gave her a condition. Oh, Hallelujah, Tagara, the Lithuania, Ako my God. When it was sick. Na nyumba ya Raha ilikuwa imeshikana katika na ukuta. And the funny thing, ukuta ikuvunjika mahali pale. When it was sick. Ndima tiadiko kile. Ukuta ikabomoka. Lakini katika ile nyumba ya Raha haikuvunjika. When it was sick. Now we should know, no matter the situation, no matter the economy of the country, no matter what, tukiwa na Mungu, tigeni hiyo. Tusikie. Tigeni
she lied to the officials of the king ya kwamba ni kweli walikuwa wamekuja hapa lakini walitoka. Bwana Yesu asifiwe. Alidanganyana ya kwamba washani, kisha akawadanganya the direction ambayo Bwana Yesu asifiwe. Anarua dawa the spies na anawaambia mgoje hapa kwa muda wa siku 3. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia mgoje hapa katika kando ya mto kwa muda wa siku 3, so that the spies ama the warriors ambao walikuwa wanarudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The other thing is so the faith of Bwana Yesu asifiwe. Only adocio akimenya Ngai wao, and her hand was aligned to God. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama alikuwa anafanya mambo ambayo si mazuri, God alikuwa anajua roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amemweka mahali pale so that she can save his people. Bwana Yesu asifiwe. It is good tujue ya kwamba victories are taken at the gates. Bwana Yesu asifiwe. And victories are taken by kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Kuongea tu. Like what that have confessed ya kwamba tunajua ya kwamba umepewa hii. Yeye alipea. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye alitoka gatekeeper of that country of Masiti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye hakuwa anajua. Nikiwa hapo kumera ni tuwe munegereko. Yeye akiwa wale damage ile kule analeka. Hadi hapo kuna somo. Nitaendelea sana. Tuachie hapo.